Karibu msikilizaji kwenye muhtasari wa habari za kimataifa. Leo tunamulika hali ya vita kati ya Urusi na Ukraine, ambapo mvutano unaendelea licha ya juhudi za kidiplomasia. Katika taarifa ya hivi karibuni, msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amekanusha kuwepo kwa mpango wowote wa siri wa amani kati ya Urusi na Marekani. Hii ni baada ya ripoti kutoka vyombo vya habari vya kimataifa kudai kuwa mazungumzo ya chini kwa chini yanaendelea kuhusu namna ya kumaliza vita hiyo. Hata hivyo, Urusi imesisitiza kuwa haina taarifa yoyote rasmi kuhusu mpango huo na kwamba msimamo wao haujabadilika. Wakati huo huo, mashambulizi mapya ya anga yaliyofanywa na Urusi katika mji wa Ternopil magharibi mwa Ukraine yamesababisha vifo vya watu 9 na kujeruhi wengine kadhaa. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amelaani vikali shambulio hilo, akilitaja kuwa ni ushahidi kuwa Urusi haina nia ya kweli ya kusitisha vita. Kwa upande wa Marekani, waziri wa mambo ya nje Marco Rubio amesema kuwa Urusi inaendelea kuonyesha ukosefu wa dhamira ya kidiplomasia. Marekani imeahidi kuendelea kuiunga mkono Ukraine kwa msaada wa kijeshi na kibinadamu, hasa katika kipindi hiki cha msimu wa baridi kali. Katika hatua nyingine, Urusi imesema kuwa Ukraine italazimika kuingia kwenye mazungumzo ya amani, mapema au baadaye. Hata hivyo, Ukraine imesisitiza kuwa haitakubali masharti yoyote ya amani yanayodhoofisha uhuru wake wa kitaifa au kupoteza maeneo yake. Kwa sasa, hali bado ni tete. Dunia inaendelea kushuhudia mzozo huu, ukiendelea kuathiri maisha ya maelfu ya raia, huku matumaini ya suluhu ya kudumu yakiwa bado mbali. Kwa habari zaidi, subscribe channel yetu ili usipitwe na taarifa muhimu. Mpaka wakati mwingine, tunakutakia siku njema.